الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله ورسوله، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين، baada ya kumhimidi na kumtakia rehema na amani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu, vile vile kuzihusieni nafsi zenu juu ya kushikamana na maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na kuepuka na kukaa mbali na yale yote aliyotuharamishia Allah subhanahu wa ta'ala. Jumaa iliyopita kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tulianza khutba yetu inayobeba unwani ya asbabu tawfiqi wan najahi. Ni sababu gani ambazo ulama walizotuwekea, walizozitoa katika alkitabu wa sunna? Tukifuata sababu kama hizo, itakuwa ni sababu ya kuweza kufikia katika malengo yetu yoyote ambayo kwamba tulionayo, duniawia au ukhrawia. Malengo yakiwa ni ya kidunia, yani mambo yetu tu ya kawaida ya kidunia, au mambo yetu yakiwa ni ya kiakhira. Ikiwa wewe ni mwanafunzi unasoma, unataka kufika pale ambapo kwamba ulipokusudia, ulama wakatuwekea hizi sababu. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, unataka kufika pale ambapo kwamba ulipokusudia, ulama wakatuwekea hizi sababu. Ikiwa wewe ni mwalimu, yani alhasil, kwa yeyote ambaye kwamba anayekusudia kufikia katika yale malengo, ulama rahimahumullah wakatuwekea hizi sababu ya kuweza kufika katika yale malengo ambayo kwamba tulionayo. Kwa sababu yeyote ambaye kwamba atakayekosea njia ya kuweza kumfikishia sehemu ambayo kwamba anayoitaka, bila shaka mtu kama huyu hawezi kufika. Kwa hivyo ulama wakatuwekea njia ili uweze kufikia malengo yako, basi fuata sababu hizi, na kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala utaweza kuwafikiwa. Tukaeleza sababu ya kwanza ni tahdidu al-ahdaf, kupanga, kuwa na mipango. Upange, nataka nini mimi baada ya miezi 6, nataka nifike wapi baada ya mwaka, nataka nifike wapi baada ya miaka 2, nafanye nini baada ya miaka 10, lazima tahdidu al-ahdaf. Ufike katika hiyo miaka, usifike, hiyo ni habari nyingine, lakini wewe mwenyewe umejipangia ni namna gani nitaweza kuepukana, au ni namna gani nitaweza kuvuka vizingiti ambapo kwamba ziko katika hili jambo langu. Kisha tukasema jambo la pili ni al-israr, kupambana. Baada kuwa ushapanga, ushaeka, sikulala ukasema kwamba Mungu atafanya, la hasha wakal. Umepanga kwamba nitafanya hivi, nitafuatilia hivi, kisha baadaye unaonekana kweli unaharakika, unafuata zile sababu ambazo kwamba zilizowekwa katika jambo kama lile.
Kwa hivyo tukasema sababu ya pili ya kuweza kufikia katika malengo lazima ni al-israr, lazima upambane bila kurudi nyuma, kama vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akituonesha katika njia ya moja ya binadamu kujibiwa dua zake ni lazima al-ilha, ni kuikariri ile dua mara kwa mara, ya Rabbi nipe, ya Rabbi nipe, ya Rabbi na shida kadha, ya Rabbi nitatulie. Kila mara ile dua ni mwenye kuomba, wala usiwe ni mwenye kukata tamaa. Kwa hivyo na wewe pia ambaye kwamba una malengo ya kuweza kufika sehemu ambayo kwamba unayotaka kufika, usikate tamaa. Kwa sababu si katika sifa za waumini kukata tamaa katika mambo yao. Kisha vile vile pia tukasema ni al-imanu billahi rabba, ni lazima uamini katika moyo wako kwamba mlezi, mudabbir, mwenye kupeleka mambo, mwenye kuhakikisha yale malengo yako yawe ni Allah tabaraka wa taala. Ukiwa na imani kama hiyo kwamba si fulani wala allani wala si lazima nijuane na watu fulani wala si, yani hata ikiwa ni sababu za mojawapo ya kuweza kufikia katika malengo yako watu fulani, lakini lazima uwe na yakini tena hatman kwa kukata kwamba siwezi kufikia malengo yangu ninayotaka ikiwa Allah tabaraka wa taala hataki. Siwezi. Lau walam wa kaifa qawlu dhi hamaq la ya'tari ala Allah alladhi khalaq. Sawa? Huyo anasema mwenye kusema lau walam, yani haya maneno lau afadhali singelijuana na fulani, qawlu dhi hamaq, haya ni maneno ya mpumbavu. La ya'tari ala Allah alladhi khalaq, lila kwamba Allah tabaraka wa taala tumenasema ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Chochote kinachokufikia ni kwamba Allah ashapanga kifanya nini kikufikie, haiwezekani kutokufikia. Na chochote ambacho kwamba hakikukufikia si kwa ujanja wako, si kwa uwerevu wako, ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakupanga kikufikie. Kwa hivyo lazima uamini juu ya kupanga malengo yako, juu ya kupambana katika malengo yako, lakini lazima vile vile uamini ya kwamba ikiwa Allah tabaraka wa taala hakupanga, ya abdi, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, ya abdi anta turidu wa ana uridu wa ma yakunu illa ma uridu. Mja wangu, wewe unataka, una mipango yako, unakimbilia katika mambo yako unayotaka, na mimi pia kuna vile ambavyo kwamba ninataka, wala yakunu illa ma uridu, na haiwezekani kikawa kile ambacho kwamba mimi sikitaki. Kwa hivyo ni lazima maashara almuslimin juu ya kupanga tahdidul ahdaf, kupanga au takhtit, kupanga mipango yako ukaenda mbio, kisha lazima umweke Allah tabaraka wa taala na uamini ya kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amelipanga litakuwa, na kama hakulipanga hili haliwezi kuwa. Utakwenda kwa waganga, utakwenda kwa walimu, utaenda kwenye upiga ramli, utaenda magharibi, mashariki, hakuna litakalokuwa ila ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alilipanga. Wana Mtume Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba wale wanadamu wote watakusanyika katika ulimwengu ala yanfa'uka, mathalan wakakaa matajiri, wakakaa wenye nafasi, wakakaa wenye vyeo, kwamba tutaka tumpitishe fulani, tutaka tumuinue fulani, tutaka tuinue jamii fulani. Ikiwa Allah tabaraka wa taala hataki, hakuna chochote kitakachokuwa. Wacha matajiri wa Kitui, wacha matajiri wa Kenya, wakusanyike wa ulimwengu mzima, wafufuke kuanzia matajiri wa Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam mpaka wa ummati Muhammad, wakae watake kukuinua kimaisha. Ikiwa Allah tabaraka wa taala hakupanga, haliwezi kuwa. Na wakusanyike mahasidi wote kuanzia wakati wa Nabii Allah Adam mpaka sasa, watake kukuteremsha na kukuharibia mipango yako. Ikiwa Allah tabaraka wa taala hakupanga hivyo, haliwezi kuwa. Litakuwa lile linalotaka Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo maashara almuslimin, juu ya kwenda mbio kwetu, ya kuharakika kwetu, ya kujitahidi katika mambo yetu, lakini lazima tuwe na imani ya kwamba ikiwa Allah tabaraka wa taala amepanga liwe hili litakuwa. Kwa hivyo tukataja ni sababu ya tatu katika sababu ambazo kwamba tulizozitaja katika wiki ambayo kwamba iliyopita au Jumaa iliyopita. Tukiendelea, sababu ya 4 ulama wanatuambia ni al-a'malu salihah, ni kufanya yale ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, fardhaha wa naflaha, ikiwa ni yale mambo ambayo kwamba ni ya wajib na ikiwa ni yale mambo ambayo kwamba ni ya sunna. Maashara almuslimin, Allah tabaraka wa taala amechukua guarantee hapa akituambia katika Al-Qur'anul Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man amila salihan, man tabi'idiyya, man amila salihan, yoyote amila salihan,
atakayeyafanya yale ambayo kwamba ni mazuri, yule ambaye kwamba atakayeyafanya yale aliyofaradhisha Allah tabaraka wa taala, wa huwa mu'minun, sharti lazima awe ni nani? Awe ni Muislamu. Min dhakarin au untha, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, yeyote ambaye kwamba atakayefanya yale ambayo aliyofaradhisha Allah tabaraka wa taala, au yale ambayo kwamba ni nawafil, mambo ambayo kwamba ni ya sunna, ili hali ni mwanamke au ni mwanamume, ni mdogo au ni mkubwa, ili hali yeye ni nani? Ni muumini. Allah tabaraka wa taala anasema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, lamun muwatta lilqasam, wallahi, Allah anaapa tena, wallahi tutampatia maisha mazuri. Kwa hivyo maashara almuslimin, kumbe siri ya mafanikio yetu ni kushikamana na yale ambayo aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala, wala hakuna kinyume chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufaradhishia hili litekeleze, Allah tabaraka wa taala amekuharamishia hili liache. Wallahi utaona kila siku unapanda, wala hakuna hata siku moja unashuka. Ukiwa ni mwanafunzi una dhiki ya fees, ikiwa nyumbani hali zenu ni taabani, wallahi utaona vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavoleta nusra. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema law anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alaihim babu min as-samai wal ard. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau watu wa kijiji, lau watu wa kitongoji, lau watu wa sehemu fulani amanu, watamwamini Allah tabaraka wa taala, kisha watafuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, la fatahna baba min as-samai, tutawafungulia milango ya mbinguni, tutawafungulia milango ya riziki kutoka mbinguni, na vile vile tutawasahilishia na kuwafungulia milango yao ya riziki hapo ulimwenguni. Kwa hivyo maashara almuslimin, hakuna njia kubwa, na bali ulama wanasema hii ndio njia moja kubwa katika zile njia ambazo kwamba za mwanadamu kuweza kufika katika malasafu shadid. Utasikitika leo, utakwenda kupambana na aramila, wajane, mwanamke ambaye kwamba alifiliwa na mume wake, hali yake taabani, familia yake labda ni watu masikini, labda bwanake alipofariki hakumwachia kitu. Sasa anaona njia ya kupata riziki na kufanikiwa kwake ni kwenda kufanya zina. Kuolewa hataki, sababu anakuambia ukinioa tena unizalishe tena watoto, ima uniache ama labda ufe kama ule kwamba alitangulia, uniongezee majukumu. Kwa hivyo anaona njia rahisi kabisa ya kuweza kupata riziki, anaona ni kufanya nini? Ni kuzini. Na utakuta percentage kubwa ambao kwamba wanaozini ndani ya miji ni wale ambao kwamba waliolewa wakaachika, ama walioa wakaacha. Utakuta hii ni percentage kubwa ambao kwamba wanaoendelea na kuendeleza jambo la uzinifu bila ya hofu. Kwa hivyo maashara almuslimin, huyu baada achague njia sahihi, ashikamane na swala zake, ashikamane na swala ya dhuha, ashikamane na swala ya sunnatul haja, ainuke usiku muombe Allah tabaraka wa taala. Yeye anaona njia rahisi, wacha afanye nini? Aende kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala kama alivyochukua ahadi ya wale ambao kwamba watakaoshikamana na njia yake sawa sawa, Mwenyezi Mungu atawafungulia. Kwa upande mwingine pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi, atakayekwenda kinyume na maamrisho yake Allah atamdhalilisha. Ninasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeyote atakayekwenda kinyume na maamrisho yangu, yeyote atakayekwenda kinyume na mafundisho yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, tutampatia maisha ya taabu. Maisha ya taabu si kwamba hutopata, la, kama tunavyosema mara kwa mara, utapata, utakuwa na nafasi, lakini huna raha katika moyo wako. Kila ukikaa hata uko msikitini lakini una wasiwasi, labda wateja wamekuja wamerudi, uko msikitini una wasiwasi, sijui naibiwa, uko safari hauna raha, walala, yani huna raha na kile ambacho kwamba ulichokimiliki. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, utafungukiwa, lakini taufiki ya Allah tabaraka wa taala na ile najaha ambayo kwamba tuliyoisema juzi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata kuwafikia katika mambo yako. Kwa hivyo maashara almuslimin, njia rahisi sana, njia ambayo kwamba haina gharama yoyote ya kuweza kufanikiwa
katika biashara yako, katika jambo lako, watoto wako wawe wema, watoto wako wasome kisawa sawa, waweze kufanikiwa. Wewe shikamana na maamrisho ya Allah kama unavyotamania watoto wako waweze kufaulu, kama unavyotamani biashara yako iweze kuendelea, kama unavyotamani uwe na vizazi vizuri, watamani na wengine, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie kile ambacho kwamba unachokitaka. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Asr akituambia, wal asri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu, wanadamu wote wako katika hasara, mara hili mara lile, lalladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba walimuamini Allah tabaraka wa taala wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema. Watu kama hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaepushia na zile hasara ambazo kwamba wanazozipata wengine. Bal Allah tabaraka wa taala anatuambia katika hadithi al-Qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi, hakuna kitu ambacho kwamba mwanadamu atakachokijikurubishia kwangu mimi kukifanya ili kuweza kuwa karibu yangu mimi kama kitu ambacho kwamba nilichomfaradhishia. Mwanadamu atakapofanya yale mambo ya faradhi, swala 5 hizi, kiona pesa kaenda haji, kiona pesa akatoa zaka, ana uwezo akasaidia masikini na mafukara na wale ambao kwamba ni wajane na kila anastahili kuwasaidia, jambo lolote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwanadamu atakapofanya yale ambayo kwamba nilomfaradhishia, basi hilo ni jambo ambalo kwamba ninalolipenda. Kisha akifanya mambo ya ziada, yani mambo ya sunna, kila atakavofanya ndivyo kadri ambapo kwamba nitakavompenda. Nitakavompenda mimi ndio nitakuwa ni masikizi yake, nitakavompenda mimi ndio nitakuwa ni macho yake, nitakavompenda mimi ndio nitakuwa ni mikono yake, nitakavompenda mimi ndio nitakuwa ni miguu yake. Kwa hivyo maashara almuslimin, kiasi kumbe tunavyojikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa mambo mema, ndivyo kiasi vile vile tunavojitengenezea mambo yetu. Yani kwa lugha fupi sana, una dhiki ya maisha. Kwa lugha fupi kabisa, una dhiki za biashara zako haziende. Wallahi usikai kulalamikia watu, hawatakusaidia chochote, hawatobadilisha kitu chochote. Wewe badilisha mfumo wako wa maisha, wewe badilisha mawasiliano yako baina yako wewe na Allah, zidi kutengeneza mawasiliano yako, wallahi utashangaa. Wewe shikamana na swala zako. Una dhiki, una hamu, labda mshahara unalipwa ni kidogo, labda kazi unayofanya haiendi vizuri. Usifanye wewe ni mwerevu sana, atuwajuana na wakubwa wengi, wajuana na waheshimiwa wengi, hakuna mahali watakupeleka yahe. Wewe tengeneza mawasiliano yako vizuri, inuka zako siku. Allah tabaraka wa taala kama alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila ikifika nusu ya usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka katika wingu ya kwanza, kisha akaanza kuuliza, hal min sa'il, je, kuna mtu ambaye kwamba ana shida ataka kuniomba nimpatie? Je, kuna mtu ambaye kwamba ni mgonjwa ataka kuponywa nimponye? Je, kuna mtu ambaye kwamba ana madeni nimlipie madeni yake? Je, Allah ananadi mpaka kubaila alfajiri, fajiri kiingia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku. Kwa hivyo ya nini sasa uhangaike kwa watu? Kwa nini ya nini uhangaike kwa waganga? Ya bunia la tasalanna bani adam hajatan wasal alladhi abwabahu la tughlaq au la tuhjab. Mwanangu, usihangaike kwenda katika milango ya wanadamu kujidhalilisha. Fulani, usijui kabila fulani, usijui ana cheo fulani, atakusaidia nini? Qulillahumma malikal mulk, iko cheo chenyewe hakukipata kwa ujanja wake, ni Allah alimpatia. Kwa hivyo mzazi anamwambia mwanawe, mwanangu, usiende katika milango ya wanadamu kalilia haja zako, bali enda kwa yule ambaye kwamba milango yake masaa yote haifungwi, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu. Angalia, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa akipatikana na jambo lolote katika maisha yake anafanya nini? Anakimbilia katika swala. Akiona upepo umevuma kwa namna ambayo kwamba si sawa, si ya kawaida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikimbilia swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiona jua limeshikwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akikimbilia swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiona mwezi umeshikwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akikimbilia swala. Akiona hakuna mvua, Mtume anakimbilia katika swala. Akiona mvua si ya kawaida, Mtume sallallahu alaihi wasallam akikimbilia katika swala. Kwa hivyo yani hakuna, ikiwa ni anbiya alayhi wassalatu wasalam walikuwa wakipatikana na mambo au wakiwa na haja kwa Allah tabaraka wa taala, wakiinuka usiku na wakijikurubisha kwa Allah. Je, mimi na wewe? Kwa hivyo maashara almuslimin, moja wa njia ambayo kwamba itakayotusaidia kuweza kufanikiwa na kufika katika malengo yetu ni kushikamana na maamrisho ya Allah. Ikiwa wewe na watu ambao kwamba wako chini yako umewaajiri, angalie kile ambacho kwamba masikitiko, wallahi isikitisha sana. Shekhe, mtu anamlipa mtu pesa ambazo kwamba kwake yeye nyumbani, kwake yeye katika familia yake atatumia kwa wiki ama kwa wiki mbili, anampatia mtu mwezi mzima na ana familia yake.
Hii ni dhulma kiasi gani? Haya ni masuala makubwa mbele Allah tabaraka wa taala kiasi gani? Utaenda kujibu nini Allah na ile hali wapata? Utakuta mtu labda katika biashara yake kwa baada ya mwezi au baada ya mawiki kadhaa ashatengeneza pesa za kutosha, labda ametengeneza 50,000, ametengeneza laki, kisha ikifika mwisho mwezi amlipa mtu 5,000. Salala, mtu amehangaika hapo, ambapo kama hiyo 5,000 yeye atatumia kwa siku moja tu, kisha yompatia mtu mwezi mzima. Ya akhi, ni njia ambayo kwamba si sawa. Kwa hivyo maashara almuslimin, ili tuweze kufanikiwa na kutengekewa na mambo yetu, watoto wetu, wake zetu na kila tunachokitaka, ni lazima tushikamane na yale ambayo kwamba aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Jambo la 5 ambalo kwamba ulama rahimahumullah waliotokea ya kuweza kukusaidia kuweza kufanikiwa na kufikia yale malengo unayotaka ni as-swala, ni kushikamana na swala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innal insana khuliqa halua, mwanadamu ameumbwa ni mtu mwenye babaiko sana. Idha masahu sharru jazua, akipatikana na mitihani basi utoka katika line, kaenda kwa waganga, kaenda kwa shtaki kwa huyu, akaenda kamueleza huyu, kazunguka mji mzima kao ya kushtakia wewe. Wa idha masahu alkhairu manua, na akipata khairi, akifungukiwa baada ya kusaidia, yeye anakaa kwenye account ya hisabu tu, raha yake hisabu tu, kila aenda kibofa hivi na oh mashallah imeongezeka 0.1, kila kibofa hivi imeongezeka 0.1, basi hiyo ndo raha yake tu. Lakini Allah tabaraka wa taala ametoa hakikisho ya kwamba isipokuwa innal insana khuliqa halua idha masahu sharru jazua wa idha masahu alkhairu manua illa almusallin, isipokuwa wale ambao watakaoshikamana na swala zao sawa sawa, watakavoswali kama anavyotaka Allah tabaraka wa taala, basi hao ni watu ambao kwamba wakipatikana na mtihani hawababaiki, na wala wakipata khairi hawaziwili. Na Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura al-Fajr, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Mwanadamu akipatiwa mtihani, kumbe hata kupatiwa kuwa na watoto, kuwa na mali, kumbe pia ni mtihani. Fa ammal insanu, ama mwanadamu, idha mabtalahu rabbuhu, Allah atakapompatia mtihani sawa, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu, Mwenyezi Mungu akamkirimu, wa na'amahu, Mwenyezi Mungu akamneemesha sawa, fa yaqulu rabbi akrama, husema alhamdulillah Allah amenikirimu. Wa amma idha mabtalahu, ama Mwenyezi Mungu atakapompatia mtihani, faqadara alayhi rizqa, Allah akaifunga kidogo riziki yake ikawa kuna ugumu, fa yaqulu, huyu mwanadamu upita akisema rabbi, mola wangu ahana, amenitweza, amenidharau, Allah hanitambui, Allah hanijui, Allah yaninyanyasa, na huko kulalamika. Lakini illa almusallin, wale ambao kwamba wanashikamana na swala zao kisawa sawa, wale ambao wanashikamana na, wallahi hakuna siri kubwa katika kutatua matatizo katika ibada kama swala. Swala ni kitu tofauti kabisa. Swala ni ibada. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema aqrabu ma yakunu al-abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid, sema kwamba wanadamu anakuwa karibu zaidi na Mola wake katika maisha yake haya ya kawaida ni wakati anapokuwa katika swala, tena si swala tu, wa huwa sajid, pale anapokuwa katika sijida. Ndio maana utakuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mkiwa katika sijida, ombeni matatizo yenu, haja zenu zote ambazo kwamba mlionazo ziombeni mkiwa katika sijida, kwa lugha yoyote, bora usitoe sauti tu. Kwa hivyo maashara almuslimin, njia pekee katika ibada tukishikamana nazo ambayo itatusaidia kuweza kufikia malengo yetu, kufikia katika haja zetu, ni kushikamana na swala 5. Wallahi ukitaka watoto wako wasilihi, wao ni watoto wema. Angalia, kuna baba mmoja alikuwa akisomesha watoto wake ndani ya shule. Watoto wake kwa ni watoto wa ajabu sana, yani ni watoto wenye adabu ya hali ya juu, ni watoto tofauti kabisa na watoto wengine, tena katika hali kama hizi ambazo kwamba tulionazo, watoto ambao kwamba hawana adabu, watoto ambao kwamba hawajui heshima za wakubwa, wakubwa nao hawajui huruma, kuwahurumia, kila mmoja anafanya vile anavyotaka. Lakini hao watoto wakawa ni watoto wengine tofauti sana. Basi wakasema kwani baba yao ni nani? Kwani baba yao ukoje? Kwani baba yao anawalelea malezi gani hawa? Walimu wanajadiliana, wakasema basi acha tutajua tu, ile siku je kuchukua result tutamjua mzazi wake na tutazungumza naye. Baadhi ya walimu wakasema tutazungumza naye tupate siri ni gani ambayo kwamba alionayo ya kuweza watoto wake kuwa wema. Subhanallah, wanaeleza walimu, wanasema mzazi mwenyewe alipokuja, amekuja na baskil, ni mtu ambaye kwamba maisura alhali, yani mtu tani ukimwangalia hali yake tu simple kabisa,
Mtu si labda alidhania ni shekhe na madevu, kanzu labda, ukiangalia labda amevaa na majoho, kida ni mtu kwa kawaida tu. Kashangaa, wakamuuliza ndo babake fulani wakamvuta kando, wakamwambia bwana tunataka tukuulize lillahi alayka. Tukuuliza kwa ajili ya Allah. Bismillah. Kuna nini? Wakamuuliza. Watoto wako mashallah ni kadha na kadha na kadha na kadha. Nini siri yani hili jambo? Akamwambia wallahi sina siri lingine zaidi ya kwamba nikipita mahali popote nikiona watoto ambao kwamba wameharibikiwa, watoto labda hawana nidhamu, watoto labda hawana heshima, watoto siku hizi, watoto mahali fulani, watoto kina fulani hawasikii, watoto kabila fulani hawana adabu, naomba Mwenyezi Mungu awaongoze. Unaona maashara almuslimin, yani kwamba mwanadamu akiwa na haja yake yote, akiwa na tatizo lake lolote, akiwa na shida yoyote, hakuna kitu muhimu kama kujikurubisha kwa nani? Allah tabaraka wa taala pekee. Asema basi nadhania kwamba hili ndio kaini sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwasuluhisha watoto wangu. Kwa hivyo na wewe pia ukitaka watoto wako wawe ni watoto wema, ukitaka mambo yako yatengee, si kulalamikia watu wala kutafuta connection wala kutafuta watu, hapana. Wewe shikamana na ibada zako tu, kila ukiswali, kila katika sijda, ukiwa faragha, ukiwa na haja zako, wewe piga rakaa zako mbili, ukimwomba Allah tabaraka wa taala, utaona ni vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataweza kukutengenezea mambo yako. Mwenyezi Mungu anasema wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Ukipatikana na mitihani, ukipatikana na masaib, shida, balaa, kimileni katika swala. Wewe unaswali Ijumaa mpaka Ijumaa, salala, Ramadhani mpaka Ramadhani, hauogopi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ile ambaye kwamba ni tariku swala tal'anuhu kullu shay, kila kitu kinamlaani. Nguo alizozivaa za mlaani. Namwambia ya Rabbi, sio nipe ruhusa nimvuke mbele za watu nikae uchi li. Sawa, chakula unachokila, namwambia ya Rabbi, sio nipe ruhusa nimsakame, jifilie mbali litariku swala. Jitu ambapo kwamba litekeleze ibada zako, la faida gani ya Rabbi huyo kaya? Ana nini? Wajaza ulimwengu, tuacha nimalize mbali. Nyumba utakayoingia na kulaani, nasema ya Rabbi ana kazi gani? Acha nimwangukie afle mbali. Kitanda utakachokilala kinakulaani, sema ardhi utakayotembea inakulaani. Namwambia ya Rabbi, sio nipe ruhusa nifunguke nimeze ile mbali. Ana faida gani? Yotembea juu ya mgongo wangu kisha yukuasi ya Rabbi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ambapo kwamba utakapokufa, atakufa ule tariku swala akiwa ni dhalil, mnyonge, hana raha, hana bishara yote atakayopata kutoka kwa malaika. Hataambiwa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, wallahi hawezi kuipata. Alla takhafu wala tahzanu, wala ambao kwamba walishikamana na swala, walishikamana na ibada, walishikamana na njia sawa sawa, watakapokuwa wako katika sakaratul maut, wanaambiwa alla takhafu, usiogope huko unapokwenda, hata usione sasa, wala tahzanu, wala usihuzunika na hao walioacha nyuma. Nahnu awliyaukum, sisi ndio ni wasimamizi wenu fil hayati dunya wal akhirah. Sisi ndio tutakuwa ni wasimamizi wenu hapa duniani, familia yako itakaa vizuri, itaangaliwa vizuri, na huko unapokwenda tutakuwa nawe, hata usiwe na wasiwasi sana. Lakini wallahi ukiwa ni tariku swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na tariku swala yamutu dhalil, yuwafa akiwa ni dhalil, akiwa na unyonge wa hali ya juu, anajua wazi anapokwenda ni pahala ambapo kwamba hana raha. Tena Mtume sallallahu anasema anakufa ni atushan, akiwa na kiu kali sana, tariku swala takufa kiu imemshika. Mtume sallallahu anasema lau italetwa maji yote ya dunia atapatiwa, na bado kiu yake itabaki pale pale, atakufa akiwa ni jawaana, akiwa na njaa ya hali ya juu sana, tariku swala. Kisha atakavutiwa katika kabri itamwambia, ardhi itamwambia, wallahi hakuna mtu alikuwa nikimchukia, hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa nikiudhika akitembea juu ya mgongo wangu kama wewe, na maadamu leo umekuja katika tumbo langu utanijua mimi ni nani. Ardhi itaanza kumbana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbavu za huko zitapishana na za huko. Kwa hivyo maashara almuslimin, njia mojawapo ya kuweza kufikia haja zetu. Sasa hivi niambie, ikiwa Allah tabaraka wa taala sema wasta'inu bisabri was-salah, mtakeni Allah tabaraka wa taala msaada katika mambo yenu kwa kusubiri mtakapopatikana na mtihani, na kwa kuswali. Leo hauswali, uswali Ijumaa mpaka Ijumaa, Allah atakutengeneza lini mambo yako? Utakuwa na dhiki, ujui dhiki zimetoka wapi. Utasema umerogwa, utasema umehusudiwa, utasema watu hawanipendi, kumbe ni wewe mwenyewe hujipendekeze kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo maashara almuslimin, lazima tukishikamane na swala ili tuweze kufanikiwa katika mambo yetu. Jambo lingine maashara almuslimin ya kuweza kufanikiwa katika mambo yetu, sikilize vizuri, ulama wanatuambia ni birrul walidaini wasilatu rahim,
kuwafanyia wema wazazi wako, wallahi thumma tallahi. Na hapa nikijua hii ni mimbar, ikiwa hauna radhi za wazazi, ikiwa wazazi hawana radhi na wewe, wallahi hakuna mahali utakwenda. Utakwenda magharibi, utakwenda mashariki, panda mbinguni uenda na miguu, teremke na kichwa, hakuna lolote ambalo kwamba utafanikiwa katika maisha yako. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni aya mzito miongoni mwa aya ambazo kwamba zinazoonesha kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Wa qadha rabbuka, Allah tabaraka taala amehukumu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah amepitisha kwamba hakuna wa kuabudiwa katika ulimwengu illa iyyahu, isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Aya ni hini, haijamalizika, si kipande kingine, si kwamba ati iko katika sura moja, hapana, ni aya moja, bado ni mstari mmoja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah amepitisha kwamba yeye ndiye wa kuabudiwa, kisha ndio maana ulama wanasema kwamba wazazi wanakuja kama makamu ya Mungu wa pili. Lau kama kungelikuwa kuna Mungu wa pili, wazazi wangelikuwa katika Mungu wa pili. Leo wewe uzungumze na mzazi wako, leo wewe unamwita mzazi wako mchawi, leo wewe unamwona mzazi wako hana maana, mtu ambaye kwamba alikuhangaikia, aliyepigwa baridi kwa sababu wewe hivi utapata maisha mazuri, aliyechukua mikopo ya riba, aliyekwenda kucheza makamari, aliyekwenda kuzungumza urongo, aliyekosa usingizi, wakati utakapokuwa mgonjwa yeye pia hana raha, wakati utakapokuwa na njaa yeye pia hana raha, wakati utakapokuwa umebadilika tu, lau mtoto ainuke asubuhi akupata choo, mzazi dara anaanza kubabaika, sijui ana nini mtoto wangu, sijui kitu gani kimempata, hajapata choo, sijui kwa nini mtoto wangu leo acheki, sijui kwa nini. Yani ukikosa kucheka kwake yeye ni dhiki, ukilia kwake yeye ni, yani maashara almuslimin ndio maana Allah tabaraka wa taala katika hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, Allah tabaraka wa taala, ule malakul maut atakapochukua roho ya mmoja ya mtoto katika wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, madha qabadhtum li'abdi, mumechukua nini kwa mja wangu? Wanasema tumechukua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, je, mumechukua roho ya mtoto wa mja wangu? Wale malaika wanasema ndio. Allah tabaraka wa ta'ala anawaambia, mumechukua tunda la moyo wa mtoto ya mja wangu? Malaika wanamwambia ndio. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, baada ya kuchukua thamarata fuadi, tunda, nani anasema hivyo? Ni Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba watoto ni tunda la wazazi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, madha qala abdi, alisema nini wakati mlipochukua roho ya mtoto wake? Wanasema hamidaka ya rabbi, alisema alhamdulillah, wastarjaa, na akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, fayaqulu Allahu ibnu lahu baytan fil janna wasammuhu baitul hamidin, mjengeeni nyumba huyo mja wangu ndani ya pepo, na nyumba hiyo iteni ni nyumba ya wenye kunihimidi. Kwa hivyo maashara almuslimin, mtoto ni tunda la mzazi. Mzazi yuko tayari yeye alale njaa. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita, anamuona mama yuko katika jangwa ndani ya mji wa Madina, ambapo kwamba tunajua ile baridi ambapo kwamba iko wakati wa usiku, akachukua nguo ambapo kwamba alikuwa afaji finikie nayo, akamfinikia mtoto wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia maswahaba, angalieni, mnaona ile huruma ambapo kwamba ako nayo mama? Basi katika huruma alionazo Allah tabaraka wa taala ni 100, huyu mama ana huruma moja. Maashara almuslimin, mpaka huruma ya mzazi inakwenda kufananishwa na huruma ya Allah tabaraka wa taala. Ana huruma kiasi gani mzazi juu ya mtoto wake? Leo wewe huzungumze na yeye, leo unamuita mamako mchawi, leo unamuita babako ni hasidi, leo unamuita babako hana akili, unaita babako ni mtu hakuendelea, wallahi hakuna mahali utakwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ridallahi fi ridhal walidaini, radhi za Allah tabaraka wa taala, ili Allah awe radhi na wewe, ili Allah akufungulie mambo yako, ni lazima fi ridhal walidaini, lazima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lazima wazazi wako mwanzo wawe radhi na wewe. Hauwezi kuruka wazazi ukaenda kwa Allah tabaraka wa taala. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sakhatullahi fi sakhatihima, na hasira, laana ya Allah tabaraka wa taala iko pamoja na laana ya wazazi wawili. Wazazi wawili wakikulani, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hana haja na wewe. Angalia, someni kisa cha Uwais al-Qarni. Huyu ni bwana katika mabwana ambao kwamba ni tabiina, hata hakuwa ni sahaba, hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa ni baru liwalidayhi, ilikuwa ni mtu mfanya wema sana kwa mzazi wake, na ni mtu ambaye alikuwa karibu sana na Makkah na Madina. Mtu ambaye alikuwa yuko Yemen.
Akamwambia mzazi wake akubahatikia na mtoto mwingine. Mtoto ni yeye peke yake. Ana mtoto wa kike wala mtoto mwingine wa kiume isipokuwa ni yeye peke yake. Anamwambia natamani wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema natamani nikuvuka mpaka kuingia Maka, niende nikamwone nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam ayan, macho kwa macho. Mama anamwambia hapana, usiende. Ukienda mwanangu, nani atakayenihudumia? Ukienda mwanangu, nani atakayenisaidia? Mimi nishakuwa mtu mzima, hakuna mwenye kunihudumia zaidi ya wewe. Kwa hivyo siko radhi uende, bakia. La ilaha illa Allah. Ataka kwenda kumuona nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwenda kumuona rais, si kwenda kumuona waziri, si kwenda kumuona mheshimiwa, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama anamwambia hapana, usiende. Nini alichokipata huyu kijana? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuhusia la ilaha illa Allah. Angalia maashara almuslimin, namna gani watu waliofika makamu ya hali ya juu kwa sababu ya kuwatendea wazazi wao wawili wema, au kwa kumtendea mzazi wake mmoja, hiyo ni kiume au wa kike, kumtendea wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba wama yantiqu anil hawa, hakuna kitu anachokizungumza ni porojo, ana in huwa illa wahyun yuha. Anamwambia Saidina Umar ibn al-Khattab ambaye kwamba ni yule Mtume sallallahu alaihi anamwambia lao kijana njia hii na shetani kiwa jana njia hii hawezi kupambana na wewe, atageuza. Sawa? Ni yule ambaye kwamba Saidina Umar sallallahu alaihi wasallam anaingia peponi, anaona hurul ain mzuri sana, anauliza hurul ain nani? Anaambia hurul ain wa Saidina Umar. Ni mtu ambaye kwamba amebashiri pepo, lakini anamwambia Saidina Umar ibn al-Khattab. Sawa? Ambaye kwamba anaitwa al-Faruq al-mufarriq baina al-haqq wal-batil, ambaye kwamba ndio kwanza aliyoitwa Amirul Mu'minina. Saidina Abubakar alikuwa ni khalifa wa Rasulullah, wa kwanza aliyoitwa Amirul Mu'minina Saidina Umar ibn al-Khattab. Anamuita Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Ali bin Abi Talib ni yule ambaye kwamba aliyemuoa Mtume sallallahu amekuja kuposwa binti yake, na moja katika makhulafa anamwambia hapana, Fatima binti Rasulullah siwezi muozesha mtu yote, nimemwekea Ali bin Abi Talib. Sawa? Saidina Ali ni yule Mtume alisema ana madinatul ilm wa Ali babuha, mimi ndio mji wa elimu na Ali ndio mlango wake. Hauwezi kuingia katika mji, lazima utapita kwa Saidina Ali. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ali ni yule ambaye kwamba alibashiriwa pepo, ni yule ambaye kwamba alielelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakujua Ukristo, akinukia moja kwa moja amenukia katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia Saidina Ali, anamwambia Saidina Umar, nitakapokufa kuna bwana ambaye kwamba atakayekuja kutoka sehemu za Yaman, anaitwa kadha, ana alama kadha, atakapokuja faqra'u minni salam, atakapokuja mwambieni kwamba Rasulullah, hapo mtume atakuwa shakufa, mtoleeni salamu, mwambie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yakusalimia. Jambo la kwanza, yotolewa salamu na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la pili, mwambieni kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametuhusia utuombe dua. La ilaha illa Allah. Yani masahaba waliomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, maashara almuslimin, kama ulama ahlus sunna wal jamaa wanatuambia hakuna mtu yote ambaye kwamba anaweza kufika maqam ya sahaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu kule kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu ambaye ana uwezo kuweza kufikia sahaba yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah fi ashabi, jitahadharisheni sana, kwa nini nahadhari sana na masahaba zangu. Leo mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhud, sadaka haiwezi kufikia nusu kilo aliyetoa sahaba. Haiwezi, kwa ikhlasi yake kwa mambo mengi sana. Mtume leo anamwambia maswahaba, tena si maswahaba wa kawaida. Mtume anasema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawafid, fuateni mwenendo wangu na fuateni mwenendo wa makhalifa zangu watakaokuja, ambao kama ni khulafa ar-rashidin ni wale wanne. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawabashiria kabla hata hajakufa kwamba hao ndio watakaokuwa baada yangu, mwenendo wao utakuwa ni sambamba na mwenendo wangu. Lakini leo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia mwambieni awaombe dua. Mtu ambaye kwamba hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba hakupokea hadithi kwa Mtume, mtu ambaye kwamba hakukaa na Mtume, mtu ambaye kwamba hakwenda jihad na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna khidma yote aliyofanyia Mtume. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumfanyia wema nani? Mzazi wake. Allah tabaraka taala anatambua mbinguni, anamletea wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, kweli alikuja huyu bwana kwa story ndefu, lakini mwisho alikuja kupambana naye, wakamwambia wewe ndio uwezi, wakazungumza ya kuzungumza, kisha mwisho wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekutolea salamu na Mtume ametuhusia kwamba utuombee dua. Ambaye kwa nini kina nani? Ule anamwambia mimi ni Abubakar, mimi ni Umar ibn al-Khattab. Wewe ni nani? Ni Ali. Nitaweza kumwambia Ali nikuombe nini? Ali, wewe nini nitakachokuombea? Wewe moja kwa moja peponi. Umar nikuombe nini? Na wewe moja kwa peponi nini? Lakini lazima utuombee, kwa sababu huu ni wasia kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naona makamu sahaba moja anakosa husnul khatima, ndugu zake anamwambia qulu la ilaha illa Allah,
Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu akiwa katika sakaratul mauti, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, walaqiyeni maiti zenu. Ukiona mtu katika sakaratul mauti nisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sahaba anashindwa, sahaba maashara almuslimin, huyu ni sahaba aliyemwona mtume, aliokaa na mtume, wala hakusifiki kwa kuwa ni mnafiki. Masahaba wenzake anamwambia la ilaha illa Allah, anasema ana lastu min ahli la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mimi si katika watu wa la ilaha illa Allah. Ukisema mimi si katika watu wa la ilaha illa Allah, ina maana nini? Mimi si nani? Si Muislamu. Masahaba wanababaika, hawajawahi kusikia kwamba huyu ni mnafiki, wala hawajawahi kuona alama zote za unafiki. Wanakwenda mbio kwa mtume, wanamwambia adrik akhana ya Rasulullah, mpatilize ndugu yetu, yuwafa hali mbaya sana ya Rasulullah. Mtume sallallahu anakuja mbio haraka haraka, akija ni nini mbaya? Anambia Rasulullah, tumemwambia tu shahada, anasema hizi katika watu wa la ilaha illa Allah. Subhanallah, si katika watu wa la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu kwanza analouliza ahayun walidayhi, je, wazazi wake wale wako hai? Maana maashara almuslimin, mtu unakwenda kukosa husnul khatim, unaweza ukafa wallahi ukafa kafiri wewe kwa sababu kukosa radhi za wazazi wako wawili. Mtume anauliza, je, wazazi wake wale wako hai? Akasema ndio. Ya Rasulullah, babake alikufa lakini mamake yuko hai. Sema niteni mamake. Kaitwa mamake. Msamehe mtoto wako. Anasema Rasulullah, simsamehe. Msamehe mtoto wako apate husnul khatim, asema simsamehe. Mtume sallam akashikwa na hasira, yaani akwambia umsamehe mbele yangu na unakataa. Mtume anasema kusanyeni kuni, leteni moto, tunamchoma hapa hapa mamake akiona. Mama ni mama, sio? Mama ana huruma. Mama moyo karudi nyuma na akamsamehe. Wallahi alipomsamehe pale pale akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ikiwa watu wanakosa husnul khatima, sawa, watu wanakwenda kukosa, wanakosa mwisho mwema, wanaweza kutoka katika ulimwengu wakiwa ni makafiri kwa sababu ya radhi ya wazazi. Wewe utafanikiwa katika maisha yako kama una maashara muslimin. Mtu yote ambaye kwamba alikosana na mzazi wake, haelewani na mzazi wake, kuna suu tafahamu na mzazi wake, arudi nyuma, amuombe radhi mzazi wake. Wallahi billahi tallahi na hapa, haya maapo matatu hauwezi kufanikiwa abadan, abadan. Wallahi hutofanikiwa hapa. Utateseka katika sakaratul maut, utateseka ndani ya kabri, utateseka katika uwanja wa mahshar, na siku ya kiyama mashiko yako ni ya moto wa jahannam, ikiwa hautakuwa na mawasiliano mazuri na wazazi wako wawili. Wacha mambo haya ya kawaida, toke maisha ya kufanikiwa katika biashara, katika mambo yako, hata katika mambo yako ya kiakhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukufanikishia. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Qulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wa huwa albarrul karim.